Maafisa wa Israel wamezidi kuwa na wasiwasi kuwa Irani inaongeza uzalishaji wa mpango wake wa makombora ya masafa marefu ambao uliharibiwa na mashambulizi ya kijeshi ya Israel mapema mwaka huu. Kwa mujibu wa mtu mmoja mwenye taarifa za moja kwa moja kuhusu mipango hiyo na maafisa wanne wa zamani wa Marekani waliopatiwa taarifa, Israel inajiandaa kumwarifu Rais Donald Trump kuhusu chaguzi za kuishambulia tena Iran. Vyanzo hivyo vimesema maafisa wa Israel pia wana wasiwasi kuwa Irani inajenga upya maeneo ya kurutubisha nyuklia ambayo yalishambuliwa na Marekani mwezi Juni. Hata hivyo, wamesisitiza kuwa Israel inaona juhudi za Iran za kujenga upya viwanda vya kutengeneza makombora ya ballistic na kurekebisha mifumo yake ya ulinzi wa anga iliyodhoofishwa huku kuwa tishio la haraka zaidi. Rais Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanatarajiwa kukutana baadaye mwezi huu katika makazi ya Rais Mar-a-Lago huko Florida. Katika mkutano huo, vyanzo vimesema Netanyahu anatarajiwa kumwelekeza Trump kuwa upanuzi wa mpango wa makombora ya Iran ni tishio linaloweza kuhitaji hatua za haraka. Netanyahu anatarajiwa kusisitiza kuwa hatua za Iran si tishio kwa Israel pekee bali pia kwa ukanda mzima na maslahi ya Marekani. Aidha, anatarajiwa kumwasilisha Trump chaguzi mbalimbali kwa Marekani kushiriki na kusaidia operesheni zozote mpya za kijeshi, vyanzo vimesema. Alipoulizwa Alhamisi kuhusu mkutano wa Desemba 29 na Netanyahu, Trump aliwaambia waandishi wa habari, "Hatujaweka rasmi, lakini angependa kuniona." Maafisa wa Israel hata hivyo wametangaza rasmi mkutano huo wa Desemba 29. Serikali ya Israel imekataa kutoa maoni. Ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa haukujibu ombi la kutoa maoni. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki duniani IAEA na serikali ya Iran zilithibitisha tathmini ya serikali ya Marekani kuwa Operation Midnight Hammer iliharibu kabisa uwezo wa nyuklia wa Iran, alisema msemaji wa ikulu ya White House Anna Kelly katika taarifa. Kama Rais Trump alivyosema, iwapo Iran itajaribu kutengeneza silaha ya nyuklia, eneo hilo litashambuliwa na kufutwa kabisa kabla ya hawajakaribia kufanikisha hilo. Mipango ya Israel ya kumwarifu Trump na kumpa fursa ya kushiriki katika mashambulizi mengine dhidi ya Iran inakuja wakati ambapo rais anazingatia uwezekano wa mashambulizi ya kijeshi nchini Venezuela, jambo ambalo lingeufungulia Marekani uwanja mpya wa vita. Wakati huo huo, Rais Trump amekuwa akijivunia kampeni ya mashambulizi dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran na mafanikio kusimamia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Katika hotuba yake ya taifa Jumatano, Trump aliwaambia Wamarekani kuwa ameharibu tishio la nyuklia la Iran na kumaliza vita vya Gaza, na kwa mara ya kwanza katika miaka 3000 kuleta amani Mashariki ya Kati. Wasiwasi wa Israel unakuja wakati Iran imeonyesha nia ya kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia na Marekani kuhusu kudhibiti mpango wake wa nyuklia, jambo ambalo linaweza kuifanya Israel iwe katika nafasi ngumu kuishawishi Marekani kuhusu mashambulizi mapya. Kwa mujibu wa mtu mwenye taarifa za moja kwa moja kuhusu mipango ya Israel, ufadhili wa Iran kwa makundi ya washirika katika eneo hilo pia ni suala kubwa kwa Israel. Mpango wa silaha za nyuklia unatisha sana. Kuna juhudi za kuujenga upya, lakini si tishio la haraka kwa sasa, alisema. Mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yaliyofanyika mwezi Juni, yanayojulikana kama Operation Midnight Hammer, yalihusisha zaidi ndege 100, manowari 1 na ndege 7 za kivita aina ya B2. Trump amesema mashambulizi hayo yalifuta kabisa maeneo ya kurutubisha nyuklia ya Iran, ingawa tathmini za awali zilionyesha kuwa huenda uharibifu haukuwa mkubwa kama rais alivyodai. Wakati huo huo, vikosi vya Israel vilishambulia maeneo kadhaa ya Iran yanayohusiana na makombora ya ballistic. Mashambulizi ya kijeshi ya Israel yaliyofanyika Aprili na Oktoba 2024 pia yaliharibu mifumo yote ya ulinzi wa anga ya S-300 ya Iran, ambayo ndiyo ya kisasa zaidi nchini humo. Hali hiyo ilifungua njia kwa ndege zenye marubani kuingia katika anga ya Iran miezi ya baadaye, kwa kupunguza kwa kiasi kikubwa tishio kwa marubani. Kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, basi usisite kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.